Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Pende kumshukuru Mungu kwa kutupa nafasi nyingine tena. Nipende kumshukuru Mungu kwa kutupa nafasi nyingine tena jioni ya leo, maana ilikuwa asubuhi ikawa mchana na sasa ni jioni. Nimshukuru Mungu kwa ajili yako ambaye umepata nafasi ya kukaa na kufuatilia kipindi hiki baada ya shughuli za mchana kutwa. Kwa majina ninaitwa Mwalimu Amani Mbisa. Natokea KKKT usharika wa Tabata Kimanga. Karibu kufuatilia somo lenye kichwa kinachosema kushambuliwa kwa nafasi. Kichwa cha somo ambacho tumeanza nacho leo asubuhi kinasema kushambuliwa kwa nafasi. Nafasi huwa inashambuliwa. Nafasi huwa inashambuliwa. Somo hili lina malengo matatu. Somo hili lina malengo matatu. Somo hili lina malengo matatu. Lengo namba moja. Lengo namba moja. Kumfungua mtu ufahamu ili ajue kuwa nafasi aliyo nayo ina vita. Kumfungua mtu ufahamu ili ajue ya kuwa nafasi aliyo nayo ina vita. Na nilianza kwa kusema uwe unajua au ujui. Uwe unajua au ujui ya kuwa una vita. Uwe unajua au haujui ya kuwa una vita. Nachotaka ujue ya kuwa unapopewa nafasi katika ngazi ya familia, mkato, ukoo, mkato, kanisa na taifa, hapo ndipo mwanzo wa mashambulizi yako. Hapo ndipo mwanzo wa mashambulizi wako. Yaani vita ndipo inapoanzia. Vita ndipo inapoanzia. Ngoja nirudie. Uwe unajua au haujui ya kuwa una vita. Nachotaka ujue kuwa unapopewa nafasi katika ngazi ya familia, ukoo, kanisa na taifa, hapo ndipo mwanzo wa mashambulizi yako. Mwanzo wa vita, yani vita zinaanzia hapo. Vita zinaanzia hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Namba 2. Lengo namba 2. Uwe na uelevu zaidi ya adui yako. Uwe na uelevu zaidi ya adui yako. Mkato. Anayekupiga vita ya nafasi. Uwe na uelevu zaidi ya adui yako anayekupiga vita ya nafasi. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 5. Mwanzo sura ya 3
mstari wa 1 mpaka wa 5. Danieli sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 4. Danieli sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 4. Na tulisoma kwenye Mwanzo tukaona ya kwamba nyoka alikuwa na uelevu mkubwa kuliko Eva. Danieli alikuwa na uelevu mkubwa kuliko adui. Danieli alikuwa na uelevu mkubwa kuliko adui. Na alikuwa na maarifa, uwezo wa kupambanua mambo, kwa sababu ukisoma hii habari ya Danieli, ngoja nikuoneshe kitu hapo. Kabla ya kuendelea. Danieli sura ya 1. Danieli sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 4. Anasema hivi: katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, Nebukadreza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akausuru. Bwana akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda katika mkono wake, pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu, naye akavichukua mpaka nchi ya Shinari, mpaka nyumba ya Mungu wake. Akaviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake. Mfalme akamwambia Ashpenazi, mkuu wa matowashi wake, walete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa, manake wasio na makuu, wanyenyekevu, wenye kushuka, wenye kupondeka, vijana wasio na mawaa, wasio na makuu wazuri wa uso, wanatafutwa handsome boy, wajuzi wa hekima, welevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Kwani nilichokuwa nataka uone hapo, welevu kwa sababu ya maarifa yao. Kwa hiyo alichaguliwa Danieli kwa sababu moja, mwelevu. Lakini cha pili, alikuwa ana maarifa. Maarifa ni uwezo wa mtu wa kupambanua mambo. Uwezo wa mtu wa kupambanua mambo. Ukiwa na maarifa huwezi kubuluzwa. Maarifa ni uwezo wa mtu wa kupambanua mambo. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ukiwa na maarifa huwezi ukaambiwa toa sadaka ya kujimaliza mpaka unakosa nauli na unarudi kwako na miguu na unatoa. Ukiwa na maarifa unakuwa na uwezo wa kupambanua mambo. Unakuwa na uwezo wa kupambanua mambo. Jina la Bwana libarikiwe. Lengo namba 3 nikasema tuzijue nafasi zetu ili tuzikalie sawasawa kimaombi. Tuzijue nafasi zetu ili tuzikalie sawasawa kimaombi. Na nikasema nafasi ulionayo kuiombea ni sehemu ya maisha. Kuiombea nafasi ulionayo ni sehemu ya maisha. Kwenye mabano nikasema uandike ni miongoni mwa jukumu ulilo nalo. Nafasi ulionayo
Kuiombea ni sehemu ya maisha, ni miongoni mwa jukumu ulilo nalo. Yaani miongoni mwa jukumu mojawapo ulilo nalo, kuiombea nafasi ulio nayo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sijui unanielewa? Unanipatapata mtu wa Mungu? Nafasi ulio nayo, jukumu mojawapo ulilo nalo ni kuiombea nafasi ulio nayo. Tukasoma Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 na wa 8 na wa 15. Hapa tunamuona mtu anafanywa na kuwekwa kwenye nafasi, asijue kuwa nafasi aliyonayo ina vita. Mtu amefanywa, amewekwa kwenye nafasi. Nafasi gani? Bustani ya Edeni. Lakini huyu mtu akujua kwamba ana vita, akujua kwamba ana vita, akujua kwamba ana vita. Alafu sasa mwelevu akaja kuliko hayawani wote. Shetani akamtumia huyu, na sababu ya kumtumia, kwa sababu alikuwa mwelevu, ndio maana akamtumia, kwa sababu alikuwa mwelevu. Adui akampitia, akamtumia. Na alishawahi kuwafundisha nikasema, nyoka sio shetani. Nyoka sio shetani, ila nyoka alitumiwa na shetani. Nyoka alikuja kumwakilisha shetani, alitumiwa na shetani. Kwa hiyo adui anaweza kutumia viumbe mbalimbali. Anaweza kutumia nyoka, anaweza kutumia bundi, anaweza kutumia bata, anaweza kutumia kuku, anaweza kutumia mijusi inayokaa ndani ya nyumba yako. Na niliwaambia, ukisikia mjusi yuko ndani ya nyumba yako, analia ule mlio fulani, alafu mnafarakana, ujue huyo mjusi sio mzuri. Kuna mlio fulani hivi mjusi huwa analia, na akilia mlio mnafarakana, ujue huyo mjusi sio mzuri. Tuko pamoja? Kwa hiyo nyoka alitumiwa na Ibilisi, lakini nyoka sio Ibilisi, nyoka sio shetani. Na nikasema hili ndilo kosa tunalokosea. Hili ndilo kosa tunalokosea watu wengi, la kutokujua ya kuwa nafasi zetu zina vita. Ili kosa watu wengi tunakosea, hatujui kwamba nafasi zetu zina vita. Na ndio maana tunapokutana na mashambulizi ni rahisi kupigwa na kushindwa. Nilisema asubuhi, sio kupigwa tu, unapigwa na kushindwa. Unapopewa nafasi, sio wakati wa kusema sasa umetulia. Nataka kuiombea nafasi yako. Nataka kuiombea nafasi yako uliopewa. Sasa kuna watu wanakuja sema, mtumishi, naomba niombee nipandishwe cheo. Mtumishi, naomba niombee nipate nafasi fulani. Sasa ukishamuombea na yeye wakati hajaipata ile nafasi, anakuwa muombaji. Lakini akishapata nafasi sasa anatulia. Ana relax, anaona ndio kashamaliza. Nafasi ulio nayo unatakiwa kuiombea. Na ndio maana nimekuja kukufundisha ili uweze kujua ya kwamba nafasi ina vita. Nafasi ina vita. Ndoa ni nafasi na ina vita.
Utumishi ni nafasi na una vita. Haleluya. Tukasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 10 na ule mstari wa 22 mpaka mstari wa 24. Asubuhi tuliishia hapa. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 10 na mstari wa 22 mpaka mstari wa 24. Na hapa tunaona adui amekuja kushambulia nafasi kwa kumshambulia mtu aliyewekwa kwenye nafasi. Naomba nisikilize sasa, nianze kufundisha kuanzia hapa. Naomba nifundishe kuanzia hapa. Kitabu cha Mwanzo hicho sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 10. Mimi ngoja nisome ule mstari wa 22 mpaka ule mstari wa 24. Mwanzo sura ya 3. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 22 mpaka mstari wa 24 anasema: kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Adamu akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama yao wote walio hai. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi, akawavika. Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu, kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akala akaishi. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Alimtoa katika bustani ya Edeni, akamtoa katika nafasi. Nafasi zao zote mbili zilishambuliwa. Ilishambuliwa nafasi ya ndoa. Ndoa ikapata shida hapa. Ikashambuliwa nafasi ya bustani ya Edeni ambako huyu Adam aliwekwa kwenye nafasi. Sasa adui alichokifanya, adui alikuja kushambulia nafasi kwa kumshambulia mtu aliyewekwa kwenye nafasi. Sasa ngoja niongee vizuri hapa utanielewa. Ngoja nielewe vizuri hapa utanielewa. Kwa mfano unafanya kazi labda katika ofisi uliopo, umechaguliwa kuwa katibu mkuu, katibu kwenye nafasi ulio nayo. Sasa adui anapokuja kushambulia nafasi kwa kumshambulia mtu aliyewekwa kwenye nafasi, anachokifanya, anaweza akakupiga kwa ugonjwa au ukafa. Kwa hiyo amekuja kushambulia nafasi kwa kumshambulia aliyekaa kwenye nafasi. Na ndio maana inatakiwa kuwa makini sana kwenye nafasi ambayo unakwenda, unakuta mtu aliyokopo kwenye hiyo nafasi alikaa kwenye hiyo nafasi akaumwa kwa miaka mingi, alafu akasema kwa sababu ya kuugua, anapougua sasa tunamtoa kwenye hiyo nafasi, alafu ukaenda ukakaa kwenye hiyo nafasi. Kilichompata mwenzako kitakupata wewe. Kama uliwekwa kwenye hiyo nafasi, mwenzako aliokaa kwenye hiyo nafasi alipigwa vita ya nafasi, akapigwa yeye akafa, unapokwenda kukaa kwenye hiyo nafasi, uwe na uhakika na wewe atakumaliza.
nayo atakumaliza. Bwana akanituma akaniambia nikwambie ya kwamba unapokuwa kwenye nafasi huwa inaombewa, nafasi huwa inakabidhiwa kwa Bwana. Ukitaka kukaa salama kwenye nafasi ya ukatibu, nafasi ya ukurugenzi, nafasi ya utumishi, nafasi ya ndoa, hiyo nafasi mkabidhi Bwana, utakaa salama, utakaa salama. Haleluya. Kama unaandika andika, kama unaandika andika. Kwa nini nafasi inashambuliwa? Kwa nini nafasi inashambuliwa? Kwa nini nafasi inashambuliwa? Kwa nini nafasi inashambuliwa? Sasa hapo ndio naanza kufundisha kitu cha jioni. Haleluya. Namba moja. Nafasi ndiyo inayokupa heshima. Jesus. Nafasi ndiyo inayokupa heshima. Ngoja niseme hivi. Hakuna mtu anayeheshimika nje ya nafasi. Hakuna mtu anayeheshimika nje ya nafasi. Narudia. Hakuna mtu anayeheshimika nje ya nafasi. Heshima iko ndani ya nafasi. Heshima ipo katika nafasi. Nafasi ulio nayo ndio inayokupa heshima. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Okay. Ngoja nizungumze hivi, utanielewa. Sauli alipopewa nafasi ya kuwa mfalme, Sauli alipopewa nafasi ya kuwa mfalme, akaanza kuheshimika na Israeli. Lakini baadaye alivyomkosea Mungu, Mungu akamkataa. Biblia inasema alimwambia Samueli, kwa nini unamwombea Sauli na mimi nimemkataa? Kwa nini unamwombea na mimi nimemkataa? Kwa hiyo tangu siku ambayo amekataliwa na Mungu, Mungu akamtoa kwenye nafasi, heshima ya Sauli ikaondoka. Heshima ya Sauli ikaondoka. Heshima ipo kwenye nafasi unayopewa. Huwa nawaambiaga watu mara kwa mara, kinachokupa heshima kiheshimu, ili kiendelee kukuheshimisha. Narudia. Kinachokupa heshima, kiheshimu. Kwa nini ukiheshimu? Ili kiendelee kukuheshimisha. Kama heshima yako unaipata kwenye nafasi ya ndoa, heshimu ndoa. Kama heshima yako unaipata kwenye ndoa, mwanamke, heshimu ndoa ili uendelee kuheshimika. Ukitoka kwenye hiyo ndoa, umepoteza heshima kwa wakwe, umepoteza heshima yako. Kinachokupa heshima kiheshimu, ili kiendelee kukuheshimisha. Kama utumishi unakupa heshima, heshimu wa utumishi, ni nafasi. Nilizungumza asubuhi hapa, uchungaji ni nafasi,
Uinjilisti ni nafasi. Utume ni nafasi. Bwana asifiwe. Eneo letu la utumishi ambalo linatupa heshima ni utumishi. Eneo letu ambalo linatupa heshima ni utumishi. Bwana asifiwe. Wengine leo kinachotuheshimisha ni utumishi ambao Mungu kaweka ndani yetu. Unapata heshima. Kwa hiyo amani, nisipouheshimu utumishi ambao Mungu amenipa, amani mimi nisipouheshimu utumishi ambao Mungu amenipa, uwe na uhakika na kwenda kupoteza heshima, kwa sababu kinachonipa heshima ni utumishi. Bwana asifiwe. Kuna wengine kinachowapa heshima ni utajiri walio nao. Ukipoteza utajiri, heshima imeondoka. Mwingine kinachompa heshima ndoa. Ukipoteza ndoa, heshima imeondoka. Kinachokupa heshima kiheshimu, ili kiendelee kukuheshimisha. Usipokiheshimu, kitakuaibisha. Kuna mtu hajaelewa? Kwani kuna watumishi wangapi walikuwa watumishi afu wa kuheshimu utumishi wakaibika? Kile kinachokupa heshima kinaweza kukuaibisha. Karabashata. Kwani kuna wakurugenzi wangapi, kuna makatibu wangapi, kuna watu wangapi walikuwa wakubwa wanaheshimika kwenye nafasi fulani? Kile kilichompa heshima, kwa sababu wa kukiheshimu, kimemheshimisha. Pesa zinaweza zikakupa heshima. Usipoheshimu, usipokuwa na disiplini ya pesa, pesa zinakuaibisha. Haleluya. Nasema tena haleluya. Bwana asifiwe. Na nipatapata. Unaelewa kitu ninachosema? Usipokiheshimu, kinachokupa heshima kitakuaibisha. Kitakuaibisha. Kiheshimu kinachokupa heshima, ili kiendelee kukuheshimisha. Kama kazi ndio inakupa heshima, umeajiriwa kwenye ofisi ya mtu. Umeajiriwa kwenye taasisi fulani, na hiyo kazi ndio inayokupa heshima. Heshimu hiyo kazi. Heshimu hiyo kazi. Usipoheshimu, itakuaibisha. Ukiheshimu hiyo kazi, itaendelea kukuheshimisha. Ukimheshimu mtu anayekupa heshima, utaendelea kuheshimika. Kuna mtu hajaelewa? Ukimheshimu mtu anayekupa heshima, utaendelea kuheshimika. Ukitambua ya kwamba Mungu ndiye anayekupa heshima na ukamheshimu Mungu, utaendelea kuheshimika. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunachokiangalia hapa, kwa nini nafasi inashambuliwa? Namba 2, nafasi ndiyo inakupa mamlaka. Nafasi ndiyo inakupa mamlaka. Nafasi ndiyo inakupa mamlaka. Nje ya nafasi huna mamlaka. Nje ya nafasi huna mamlaka. Kwa hiyo nafasi ndiyo inayokupa mamlaka. Authority unaipata kwenye nafasi. Unaipata kwenye nafasi.
Ukipoteza nafasi, umepoteza mamlaka. Ukipoteza nafasi, umepoteza mamlaka. Kwa hiyo adui anapokuja kukushambulia kwenye nafasi, anajua akikushambulia kwenye nafasi, ukipoteza nafasi, umepoteza heshima. Anakushambulia kwenye nafasi, anajua ukipoteza nafasi, umepoteza mamlaka ulio nayo, kwa sababu heshima ipo kwenye nafasi, mamlaka ipo kwenye nafasi. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kuwa makini sana na nafasi ulio nayo. Nitakufundisha, na ndio maana nafasi inashambuliwa. Adamu alipokuwa kwenye nafasi, alikuwa na heshima yake. Adamu alipokuwa kwenye nafasi, alikuwa na mamlaka. Alafu akaja akatolewa kwenye nafasi na Mungu. Soma Biblia yako, Adamu anatolewa kwenye nafasi na Mungu. Alipotolewa kwenye nafasi, heshima yake ikaisha. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Karaba. Kuna mtu hajaelewa. Tunayemwita leo Ibilisi na Shetani, tunaomwita leo Ibilisi na Shetani, mbinguni alikuwa ni kiongozi. Mungu alimweka kwenye nafasi. Mungu alimweka kwenye nafasi, na alipewa jina zuri kabisa, Lucifer, kiongozi wa sifa mbinguni. Tuko pamoja? Vijana wa mjini wanasema huyu Lucifer akazingua. Alipoleta shida kwenye nafasi aliyokuwa amekaa, amewekwa na Mungu, heshima yake ikaondoka, mamlaka aliyokuwa nayo ikaondoka. Bwana asifiwe. Na ndio maana sisi tumepewa mamlaka dhidi yake. Kuna mtu anasema mimi na mamlaka dhidi ya Shetani. Wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu. Shetani alikuwa mfanyakazi kwa baba yako, kama ulikuwa ujui. Kuna mtu hajaelewa. Kuna mtu hajaelewa. Wewe ni mwana wa Mungu. Malaika wa Mungu ni wafanyakazi kwa baba yako. Na ndio maana malaika wanaweza akatumwa kuja kwako, kama vile malaika aliyotumwa kwa Mariam, malaika aliyotumwa kwa Zekaria, anatumwa kwako. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mtoto wa bosi. Ila sasa wewe mtoto wa bosi mwenyewe sasa. Mtoto wa bosi mpaka ukijitambua kwamba mimi ni mtoto wa bosi. Unaweza ukawa mtoto wa bosi lakini usijitambue na ukaishi maisha ya kawaida sana. Lakini ukijitambua kwamba ni mtoto wa bosi, ndio Biblia inasema basi mtiini Bwana, pingeni Shetani naye atawakimbia. Karibieni Bwana naye Bwana atawakaribia. Mtoto wa bosi unaweza kumpinga Shetani, unampinga. Naambia umekuja hapa kwenye nafasi yangu ya kazi, unataka kuleta shida, umekuja kunishambulia. Toka, achia nafasi yangu ya kazi. Toka, achia ndoa yangu. Toka, achia nafasi yangu ya utumishi. Unampinga na anafyata mkia, anaweka nyuma kama mbwa koko na anakimbia. Sio wachawi, sio mapepo.
sio mganga, mkubwa wao ambaye yeye ndio anawatumikisha. Sasa unaweza kumpinga na akakimbia. Ni Biblia inasema, basi mtiini Bwana, mpingeni shetani naye atawakimbia. Mkaribieni Bwana, Bwana atawakaribia. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mtoto wa bosi. Sasa Lucifer nafasi yake ilipopata shida akaswagwa. Ndio Biblia inasema ole wa nchi na wote wakaomo, kwa sababu Ibilisi ametupwa kwao. Ni mwenye nguvu, akijua ya kwamba ana muda mchache, ndio anaotuletea shida sasa duniani. Ndio huyo sasa, mtu umekaa kwenye nafasi yako nzuri Mungu amekupa, alafu anamuinua mtu pembeni, anakuonea wivu kwa sababu ya huduma ulionayo, anakuonea wivu kwa sababu ya cheo ulicho nacho, anakuonea wivu kwa sababu ya ndoa Mungu aliyokupa. Kwa hiyo anakuonea wivu. Sasa anaanza kukushambulia kwenye hiyo cheo, anaanza kukushambulia kwenye hiyo nafasi ya utumishi, anaanza kukushambulia kwa sababu adui haji mwenyewe, shetani haji mwenyewe, lazima akuwepo na mtu atakayemtumia. Kama Mungu anavyotutumia sisi watumishi wake, na shetani anao watu wanaowatumia, anao watu wanaowatumia, mawakala wake, maajenti wake, anaowatumia. Namba tatu, nafasi ndiyo inayokupa kutangazwa na kufahamika na kujulikana. Nafasi ndiyo inayokupa kutangazwa na kufahamika na kujulikana. Nafasi ndiyo inayokupa kutangazwa na kufahamika na kujulikana. Sisi wengine kama kukosa nafasi ya utumishi, tusingefahamika kwa kiwango hiki ambacho tunafahamika, na tusingejulikana. Kinachonipa leo amani kujulikana, nafasi ya utumishi ambayo Mungu kanipa. Kwa hiyo nafasi sasa inanipa kutangazwa, inanipa kufahamika, inanipa kujulikana. Leo nina marafiki ambao kukosa nafasi nisingewapata. Hata kwa nini? Nisingewapata. Wasingenijua, nisingejulikana kama kukosa nafasi. Sijui unanielewa? Sijui unanielewa nachosema? Sijui unanipata nachosema? Kwa hiyo nafasi ndio inayokupa kutangazwa na kufahamika na kujulikana. Position. Kwa hiyo ukitaka kuendelea kutangazwa, ukitaka kuendelea kufahamika, ukitaka kuendelea kujulikana, iheshimu hiyo nafasi. Iheshimu hiyo nafasi, itaendelea kukuheshimisha. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini nafasi inashambuliwa? Kwa nini nafasi inashambuliwa? Nafasi ndiyo inayokupa kutangazwa, kufahamika na kujulikana. Kwa hiyo ikishambuliwa nafasi ulio nayo ya utumishi, au ukashambuliwa mtu uliokaa kwenye nafasi, takufundisha hapa. Inaweza ikashambuliwa nafasi au ukashambuliwa mtu uliokaa kwenye nafasi. Kuna mtu hajaelewa, lakini utaelewa. Kuna mambo mawili. Kuna kushambuliwa uliokaa kwenye nafasi, na kuna kushambuliwa kwa nafasi. Kuna kushambuliwa kwa aliokaa kwenye nafasi, na kuna kushambuliwa kwa nafasi.
Kwa Adamu kilichokuwa kinashambuliwa ni Adamu aliyokaa kwenye nafasi. Ili aondoke kwenye nafasi, shetani achukue ile nafasi. Angalau kidogo umenielewa. Kwa Adamu, adui alikwenda kumshambulia Adamu ili Adamu aondolewe kwenye nafasi. Adamu akishaondolewa kwenye nafasi, ili shetani sasa akae kwenye ile nafasi, ambayo hiyo nafasi sasa aliyochukua shetani, Ibilisi na shetani, ndiyo iliyomfanya Yesu kuja ulimwenguni kumkomboa mwanadamu na dhambi zake, ili sasa kumrudisha mtu kwenye nafasi, kumrudishia mtu heshima, kumrudishia mtu mamlaka. Kwa sababu Adamu alipowekwa kwenye nafasi, alikuwa na heshima, lakini pia akawa na mamlaka ya kutawala. Mamlaka inaitwa mamlaka ya utawala. Soma pale Biblia, Mungu anampa mamlaka ya kutawala viumbe vyote vya angani, baharini na nchi kavu. Ile ilikuwa ni mamlaka kwa sababu alikuwa kwenye nafasi. Tuko pamoja. Bwana asifiwe. Namba 4, nafasi ndiyo inayokupa mafanikio. Mafanikio yote unayoyajua hapa duniani yapo kwenye position. Mafanikio yote yapo kwenye nafasi. Nafasi ndiyo inayokupa mafanikio. Na ndio maana mtu unakuta aliajiriwa kazini, alafu labda akawa hajajijenga au mwingine amejijenga, ghafla akaondolewa kwenye nafasi, na mwingine na mafanikio yanaondoka. Kwa nini? Kwa sababu nafasi ndio iliyompa mafanikio. Sasa nisikilize. Bwana Mungu huwa anampa mtu nafasi kwanza, alafu ndio anaachilia baraka. Bwana Mungu huwa anampa mtu nafasi kwanza, alafu anaachilia baraka. Bwana Mungu huwa anampa mtu nafasi kwanza, alafu ukiwa kwenye nafasi anaachilia baraka. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Mungu huwa anampa mtu nafasi kwanza, alafu anaachilia baraka. Baraka zipo ndani ya nafasi. Baraka maana yake nini? Baraka ni nguvu za Mungu za kukupa. Baraka ni nguvu za Mungu za kukupa. Kukupa nini? Kukupa utajiri. Ndio maana Biblia inasema mimi ni Mungu nikupae nguvu za kupata utajiri. Baraka ni nguvu za Mungu za kukupa ulinzi, kukupa afya. Kwa hiyo Bwana Mungu huwa anampa mtu nafasi kwanza, alafu anaachilia baraka kwenye hiyo nafasi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo Adamu akapewa nafasi. Alipopewa nafasi, Mungu akaachilia baraka kwenye ile nafasi.
kaachilia baraka kwenye ile nafasi. Mfalme Sauli alipewa nafasi, Mungu akaachilia baraka kwenye ile nafasi. Daudi alipewa nafasi, Mungu akaachilia baraka kwenye nafasi. Yesu Kristo alipewa nafasi, inaitwa nafasi ya mwana wake wa pekee. Nafasi ya mwana wake wa pekee. Akapewa nafasi, kwenye nafasi ikaachiliwa baraka. Kaachiliwa baraka. Ukiwa mtumishi wa Mungu, kile kitendo cha kuwa mtumishi wa Mungu, Mungu akakuweka kwenye nafasi. Kwenye hiyo nafasi inaachiliwa na baraka. Nguvu za Mungu za kukupa uzao, afya, utajiri, heshima, maongezeko. Kuna baraka ambazo Mungu anaziachilia anapokupa nafasi. Kwa hiyo nafasi ndio inayokupa mafanikio. Mafanikio. Okay, kuna mtu hajaelewa. Kabla ya ajira ulio nayo, ulikuwa huna mafanikio ulio nayo. Sasa chezea hiyo ajira, alafu utolewe kwenye ajira, utakuja kukumbuka kwamba nafasi ndio inayokupa mafanikio. Chezea wa utumishi, ndio utakuja kukumbuka maneno yangu kwamba nafasi ndio inayokupa mafanikio, kwamba nafasi ndio inayokupa heshima, kwamba nafasi ndio inayokupa mamlaka, kwamba nafasi ndio inayokupa kutangazwa, kufahamika na kujulikana. Utakuja kuyakumbuka maneno yangu ukiwa umetoka kwenye nafasi. Ukiwa umetoka kwenye nafasi. Haleluya. Haleluya. Kama unabisha, kawaulizi wa staff baada ya kutoka kwenye nafasi walizokuwa nazo. Walikuwa na nafasi kubwa tu. Walikuwa na nafasi kubwa tu. Walikuwa na nafasi kubwa tu. Na uenda ulikuwa unatembelea na gari la ofisi kwa sababu ya nafasi. Ukiondolewa kwenye nafasi, gari yanachukuliwa anapewa mwingine. Gari linachukuliwa anapewa mwingine. Ulikuwa unapigiwa saluti, unapita watu wamenyamaza kama vile ukuwa wewe. Kuna baadhi ya nafasi chache sana ndio ukipita mahali waliokuwa wanakupa saluti watakupa saluti, lakini sio zote. Pengine ukishatoka kwenye position unapotea kabisa. Unapotea kabisa kwenye lamani. Unapotea kabisa. Unapotea kabisa. Ni maombi yangu kwa Bwana, maadamu Mungu ametupa somo hili la kushambuliwa kwa nafasi, Mungu lengo lake kubwa anataka ujue kwamba nafasi ulio nayo inashambuliwa. Nafasi ulio nayo na vita. Na Mungu analijua hili kwa sababu hata nafasi yake mwenyewe mbinguni ilishambuliwa. Nafasi ya Mungu mwenyewe mbinguni ilishambuliwa. Na mfanyakazi wake aliyomwajiri kampa nafasi hapo, anamwimbia. Mungu anazunguka tu kwenye kiti chake cha enzi. Anazunguka tu kwenye kiti chake cha kifalme. Bwana wa mabwana, mfalme wa falme. Kumbe bwana mdogo huku anapita chini kwa chini. Anapita chini kwa chini. Anakaa na wenzake vikao vya siri. Niliwaambia mahali amechukua theluthi ya malaika. Theluthi ya malaika. Anataka kushambulia nafasi. Anashambulia nafasi. Anapeleka mashambulizi kidogo 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 kidogo. Mungu anakuja kuhamaki. Jamaa na theluthi ya malaika, na akashawarubuni kwa rubuni vya kutosha kwamba mimi ndio bosi wenu hapa, muda si mrefu huyu jamaa hapa nitamshusha. Alafu mimi nitakaa. Wewe kilichomkuta.
kilichomkuta. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Mungu, kwa kujua kwamba nafasi ina vita, nafasi inashambuliwa, Mungu anataka ujitambue, ujue ya kwamba nafasi ulio nayo inatakiwa kuombewa. Na nitakufundisha namna ya kuombea nafasi. Nafasi inatakiwa kuombewa kitu gani? Nitakufundisha kwa siku ambazo Mungu atatupa. Maana yake nini? Mungu aliyekupa hiyo nafasi hataki uipoteze hiyo nafasi katika jina la Yesu. Mungu aliyekupa nafasi ya utumishi hataki kuona nafasi ya utumishi unaipoteza. Mungu aliyekupa nafasi ya kuolewa na kukaa kwenye hiyo ndoa hataki kuona hiyo nafasi unaipoteza. Mungu aliyekupa nafasi ya ukatibu, Mungu aliyekupa nafasi ya ukurugenzi, anajua kabisa nafasi zinashambuliwa. Kwa hiyo anakuandaa ili ujue kabisa ya kwamba nafasi inaombewa, uweze kujua. Ndio maana nikasema hapa, nikasema ya kwamba uweze kujua, tuzijue nafasi zetu ili tuzikalie sawasawa kimaombi. Tuzikalie sawasawa kimaombi. Mimi nimejua nafasi ambayo Mungu amenipa ni utumishi. Nisipokaa sawasawa kimaombi, mwenyewe shetani ananipiga, adui atanishambulia. Ni maombi yangu kwa Bwana katika jina la Yesu Kristo, nafasi ambayo Mungu amekupa ukae sawasawa kimaombi. Usikae kwa kujisahau ukaona ya kwamba hapo ndio ushamaliza. Bado hujamaliza. Kaa kwenye maombi, kaa sawasawa na Mungu wako. Tengeneza mahusiano yako vizuri na Mungu, ili kwamba kwenye hiyo nafasi ulio nayo, hata adui anapoinuka, Mungu akupiganie katika jina la Yesu. Mungu akutetee katika jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni Bwana wa vita. Kama tulivyosoma ile asubuhi, kitabu cha Kutoka sura ya 15 mstari wa 3. Bwana ni mtu wa vita, nalo ndilo jina lake. Kwa nini? Kwa sababu Bwana, ukimpa nafasi kwenye nafasi ulio nayo, Bwana atakupigania vita. Bwana atakutetea. Bwana atakusaidia pale mahali ambapo unashambuliwa kwenye nafasi. Haijalishi inashambuliwa nafasi, haijalishi unashambuliwa wewe, Bwana wa vita atakupigania. Bwana wa vita atakutetea. Bwana wa vita atakusaidia, na utashinda hiyo vita katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Haijalishi una vita kazini, Bwana atakushindia hiyo vita. Haijalishi una vita kwenye biashara, Bwana atakusaidia hiyo vita na atakushindia. Haijalishi una vita kwenye ndoa, Bwana atakusaidia na kukushindia hiyo vita. Haijalishi una vita kwenye huduma, Bwana atakusaidia na kukushindia hiyo vita. Kwa nini? Kwa sababu Bwana ni mtu wa vita, nalo ndilo jina lake. Anataka ujue nafasi ulio nayo, na ukishajua nafasi ulio nayo, uikalie sawasawa. Na ukiikalia sawasawa kimaombi, ili mashambulizi yanapokuja kwenye hiyo nafasi ulio nayo, Bwana asimame kukusaidia. Kwa nini Bwana anakusaidia? Kwa sababu Bwana ndio aliokuweka kwenye hiyo nafasi, na Bwana hataki kuona heshima yako inaondoka. Bwana hataki kuona mamlaka yako inaondoka. Bwana hataki kuona kutangazwa kwako, kufahamika kwako na kujulikana kwako kunaondoka. Bwana hataki kuona mafanikio yako yanaondoka. Ndio maana Bwana anatamani sana watu wanapotupa nafasi, tuziheshimu nafasi zetu, ili tuendelee kukaa hapo, tuendelee kuheshimika, tuendelee kuwa na mamlaka, tuendelee kutangazwa, kufahamika na kujulikana, tuendelee kuwa na mafanikio. Adui anapokuja kukushambulia kwenye nafasi, lengo lake kubwa aondoe heshima ulionayo. Nami ninakuombea katika jina la Yesu, heshima ambayo Bwana amekupa kwenye nafasi isiondoke katika jina la Yesu. Mamlaka ambayo amekupa kwenye hiyo nafasi isiondoke katika jina la Yesu. Kutangazwa na kufahamika na kujulikana ambako Bwana amekupa kupitia hiyo nafasi kusiondoke katika jina la Yesu. Mafanikio ambayo Bwana amekupa kupitia hiyo nafasi, hayo mafanikio yasiondoke katika jina la Yesu Kristo. Na adui anapokuja kushambulia nafasi ulio nayo, basi Bwana akashughulike naye katika jina la Yesu Kristo. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Jina la Bwana libarikiwe.
Nasema tena haleluya. Mungu aliye hai na alibariki neno lake, na akubariki na wewe katika jina la Yesu. Amina.